Weekend imekuwa ndefu sana yenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnyama Simba akijihakikishia vyema zaidi nafasi kubwa kwenda hatua ya makundi mabao 3-0 dhidi ya Singizini Hotspurs kutoka huko Eswatini. Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri, Jumatatu nyingine tulivu, lakini kubwa lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Bado tuna imani kwamba usalama ndani ya taifa letu upo, lakini Simba wamekwenda kuzidisha usalama zaidi katika upande wa football, kwa sababu siku zote tunazungumza kwamba sisi ndio wenye dhamana kubwa katika upande wa football katika bara la Afrika, hususan katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafikiri kila mmoja anajua timu ziko 4 ambazo zimepata nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya shirikisho barani Afrika, kwa maana kwamba 2 ziko Champions League, 2 ziko shirikisho barani Afrika. Sisi Simba tunachokiamini, Tanzania hata zikitoka timu 10, lakini tunajua kwamba sisi ndio tuna dhamana kubwa ya Mama Samia kwenda kuisimamia nchi, kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika upande wa swala la football. Leo nchi imekuwa na amani kubwa. Leo Simba anaendeleza kuonyesha ukubwa wake kwamba ni timu ambayo imetoka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mmoja ameshuhudia, kila mmoja mchezo ameuona na kila mmoja ameridhia kuona namna ambavyo taifa linabaki katika michezo kwa upande likiwa salama, hali ya kuwa likiwa na watetezi wa kweli ambao wanaweza kuipambania nchi kwenye jasho na damu, hususan katika swala la michezo. Leo naangalia hata nyuso za waandishi wa habari zimekuwa na bashasha, zimekuwa na tabasamu, kwa sababu na imani kwamba content wataendelea kuzipata, lakini pia wataendelea kuona namna ambavyo Simba Sports inakwenda kufanya vizuri, hususan katika Champions League. Kwa mara ya kwanza mnaishuhudia Pira Pantev baada ya kuwepo na michezo ya kirafiki, lakini final mnamshuhudia aina gani ya kocha ama manager uliomshuhudia kwenye mchezo ambao mtazama hapo jana? Kikosi ambacho alianza nacho, wengi walianza kuibuka na maswali, lakini baadaye kila mmoja akaelewa nini hasa kocha alikuwa anakihitaji. Kwanza niseme kuwepo kwake katika Simba si kwa bahati mbaya. Niliwahi kusema na nitaendelea kusema, tuna management makini, management ambayo dhamira yao na nia yao kuiona Simba inakwenda juu zaidi katika bara la Afrika. Wakati kuna watu walijaribu kutangaza kwamba mwalimu hana vyeti, manager wa Simba hana vyeti, lakini sisi tulikaa mbele ya kamera na kumtetea. Tulijua kwamba tumepata mwalimu mwenye uwezo mkubwa wa kuifikisha Simba pale ambapo kila mwana Simba anatamani kufanyaje, kuiona. Leo hii sio story tena, umebaki uwasilia. Kila mmoja ameshuhudia wiki moja ya manager wa Simba. Simba imekwenda kubadilika. Imebadilika kwenye uchezaji, imeongezeka kwenye spirit ya upambanaji, na matokeo yake tumekwenda kupata ushindi wa goli 3 dhidi ya zingine kutoka Eswatini. Mimi naamini uwepo wake Pantev katika kuikoach Simba tutafanya makubwa kwenye nchi hii. Mara nyingi nikiongea ninyi waandishi wa habari, kuna muda baadhi ya watu wanaamini kwamba mimi kama ni kituko. Kuna watu wanaamini kwamba labda mimi sijitambui, lakini ninachozungumza nasema na maanisha kwamba nini nazungumza. Simba anakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Umetaka atakwenda, hukutaka atakwenda. Rudia vizuri hapo. Simba anakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Nini hasa umetaka atakwenda? Aina ya management tuliokuwa nayo, aina mwalimu tuliokuwa naye, aina ya wachezaji tuliokuwa nao, aina mashabiki tuliopo kwenye Simba Sports. Slogan ya Simba inasema Simba nguvu moja. Mimi naamini kwa slogan hii ya Simba nguvu moja na tulivyosimama kwenye umoja, Simba inakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Na neno nguvu moja ni neno la maana. Juzi mdogo wangu alikamwe kapata akili. Ninyi waandishi mliokuwepo wamefanya interview, anaambia wana Yanga ili tukitaka kufanya vizuri basi lazima tusimame kwenye nini? Kwenye umoja. Maana yake slogan ya nguvu moja ni slogan ina maana kubwa katika jamii. Sisi kama Simba tuendelea kusimama kwenye nguvu moja, na inshallah mimi naamini matamanio ya Simba na matarajio ya Simba yanakwenda kutimia mwaka huu. Tumempata kocha wa aina yake. Nyinyi mmeona spirit ya wachezaji wa Simba namna ambavyo wafanyaje ilivyobadilika. Leo hii tumezoea sana walimu wengi wanapofundisha wanakwenda na makaratasi. Mwalimu wa Simba au manager wa Simba yeye ananyanyua tattoo zake tu hizi. Alafu anamuita Kibu anamuonyesha. Mfumo unakuwa kwenye tattoo. Mfumo wa Simba sasa hivi unakuwa kwenye tattoo. Mwalimu anamuita Tweli Mpanzu, akija tu Mpanzu anamuonyesha vidole tu. Yaani mfumo mwalimu anautengeneza kwenye bega lake. Kuna muda mimi nilitegemea Salome. Wallahi niseme ukweli, Mungu shahidi. Nilijua zile tattoo urembo. Ulijua zile tattoo? Kumbe mifumo ya Simba ya yule mwalimu inatoka kwenye tattoo zake.
Hii umeitoa wapi Kisugu? Jana. Nyinyi bila kwenda kumwangalia. Kuna muda Morris Abraham anaingia, aliitwa. Alimwangalia mwalimu akanyanyua mguu. Mwalimu anataka kufungua viatu, kumbe anaonyesha. Tattoo. Zile tattoo ukiangalia kumbe anaambiwa unachukua una control ya kwanza, ya pili unafanyaje? Unaachia. Nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Nimpongeze sana mwekezaji wa klabu ya Simba. Makamu mwenyekiti wa bodi wametuletea mwalimu sahihi. Mwalimu ambaye mimi naamini tarehe 29 atawashuhudia Watanzania wanakwenda kutiki. Kuna mwalimu nasikia hayupo. Mikoi Kisugu, sio kwamba ni mapema sana kuzungumza hili. Mechi moja tu inatosha nyie kuamini kwamba huyu meneja ni sahihi kwenye kikosi cha Simba? Mpira ni mchezo wa wazi. Hauhitaji subira. Subira unahitajika katika mambo mengine, sio kwenye football. Na kizuri huwa kijifichi kinajionyesha mapema. Hivi nani asiamini kwamba Simba jana performance yake imebadilika kwa asilimia kubwa? Nani? Nani amini? Leo hii kuna mchezaji pale Simba jana anacheza anaitwa Nangu. Kwanza ndio mechi ya kwanza kwenda kucheza international game katika mashindano makubwa. Nilisikiliza interview yake kwa umakini, kuna muda nilisema huyu jamaa alichozungumza anamaanisha. Anasema wakati mwalimu anamuita anamwambia kabisa Nangu leo unaanza. Yeye mwenyewe pressure ikawa juu, mwalimu akamwambia usiwe na pressure, nimekuamini na uwezo mkubwa, nenda kacheze. Wako mashabiki wengi wa Simba, niseme tu. Baada ya kuona ile list ya first 11, kumuona Nangu yuko pale, kuna watu kutoka misemo ikaanza. Lakini tuna master plan. Hakuwa mmoja wao. Tuna manager ambaye mimi wa siku zote na imani sana na wachezaji wa Simba. 100%. Yaani mimi leo ikatokezea hata we Salome, management ya Simba wakakupa mkataba kuitumikia Simba. Na imani viongozi wa Simba wameona kwamba wewe una kitu kuisaidia Simba Sports. Mikoi, tuangalie performance ya Kibu Denis. Anaingia kipindi cha pili anaweka kambani mabao mawili. Huyu ndio Kibu ambaye tulikuwa tunamfahamu. Yes. Mimi naamini Kibu Denis ni yule wa mwanzo mpaka wa sasa. Kuna muda watu wengi wanatamani Kibu Denis aingie afunge, hata mimi. Lakini cha kwanza cha Kibu Denis, yeye mwenyewe focus yake kuangalia sio Kibu kufunga, kuangalia namna timu inapata matokeo. Akipata nafasi Kibu Denis ya kufunga atafunga, na akipata nafasi ya kutoa pasi atatoa pasi. Jana amecheza vizuri, tunampongeza, na imani ni mchezaji ambaye wa kwanza anaweza kuongoza kwa magoli katika mashindano ya klabu bingwa barani. Utofauti wa Simba na klabu nyingine za ligi kuu soka Tanzania bara kimataifa, na natumai ndio umeonekana hapa. Simba anaenda ugenini, ushindi mabao 3-0. Kuna timu nyingine zimeenda ugenini zimepoteza. Natumai kuna funzo kubwa ambalo analitoa Simba. Yes. Tunaposema sisi ni timu kubwa kwenye bara la Afrika, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kututeua sisi kwa watano kwa ubora kwenye bara la Afrika, hakutupigia kula. Tumefika pale kwa nini? Kwa uwezo. Na jana mmeona utofauti mkubwa kati ya Simba na vilabu vingine kwenye mashindano ya nini? Ya kimataifa. Kwa mimi naamini hivi vilabu hivi vinne vinavyoshiriki katika mashindano yanayoendelea shirikisho la soka, ukiondoa Simba vinabaki vilabu vitatu. Wana haki ya kimsingi waige Simba nini anafanya kwenye mashindano makubwa. Waje kuchukua darasa. Yes. Na nyinyi mpo tayari kuwafungulia darasa? Watu wache kwanza tucheze finali. Mikoi Kisugu, huu ni tunasema kwamba amesema sasa hivi Pantev, lakini ukiangalia wachezaji wengi waliosajiliwa na Fado Davis. Tuje hapo. Ubora wa kikosi cha Simba unaonekana kuanzia first 11 na walioko benchi. Huu ndio utofauti ambao utaenda kuwabeba kwa kiasi kikubwa sana Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia michuano mingine ya ndani. Yes. Nimesema hapo awali, ili mfanikiwe lazima msimame kwenye slogan ya nguvu moja. Na naamini mwaka huu tumesajili kikosi kilichokuwa bora. Ila ubora zaidi umekuja kuongezwa na mwalimu Pantev au manager wa Simba. Sisi tunaamini watu wa Simba, Fadu Davis atakuwa mwalimu bora. Lakini kila mwalimu ana mifumo yake. Kila mwalimu ana utaratibu wake wa kuona namna ambavyo performance ya timu yake inakwenda kufanyaje? Inakwenda kucheza. Leo Pantev mimi nafikiri kila mmoja ameona ameleta mabadiliko, spirit imeongezeka. One touch, one pass. One touch, one pass. This is football. Naumia Singano? Naona kama sura yako Singano imekosa nuru. Amekosa nuru. Singano, kuna muda mwingine si kila jambo usurutishwe kulikubali.
Usisubiri shuruti, usurutishwe. Fanya maamuzi kwenye nafsi yako, usisubiri shuruti. Sasa kuna watu wengine wanasubiri shuruti wasurutishwe, na sisi Simba tuko tayari kuwasurutisha ili wakubali. Mikoyo unaiona Young Africans ikivuka hatua ya makundi? Kuna mchezo marudiano. Sitamani kuiona inavuka kwenye makundi, sitamani. Unaona performance yao lakini sitamani kuiona kwenye makundi. Ila natamani kuiona endelee kuwepo Tanzania. Lakini sitamani kuiona kwenye nini? Kwenye makundi. Kwenye mashindano ukicheza peke yako kuna raha yake. Ukubwa wako unazidi kuongezeka na watu wanazidi kuwatambua. Kwa hiyo mimi binafsi niseme Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi ananisikia. Tubaki sisi. Kipenzi chako Romain Folz wamemwondosha bana. Wamemwonea. Niliwahi kusema na nitaendelea kusema. Moja katika walimu ambao walikuwa walimu wazuri na walimu bora. Folz kumuondoa Dar es Salaam Africans. Mimi nafikiri kumuondoa Folz sio suluhisho ndani ya Dar es Salaam Africans. Kumuondoa Folz sio suluhisho. Sio suluhisho Dar es Salaam. Suluhisho ni nini? Aliyelala usimwamshe. Kwa mnataka endelee kupoteana. Ukimwamsha utalala wewe. Kisugu. Wanasema wamechana timu dhaifu sana ile Singizini. Hakuna timu dhaifu, Mavara, ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie Mavara. Moja tu tayari. Mavara, hakuna timu dhaifu inayoshiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Haipo. Mao umejipigia 3 tu. Zingizini tuliocheza nayo ni mabingwa wa Uswatini ambao zamani ilikuwa inaitwa Swaziland. Lakini Kisugu ukiangalia Mavara, ngoja nikufundishe. Tena inawezekana mwaka huu 25-26 tumekwenda kupata matokeo madogo pale Uswatini. 2018 pale kuna mtu alichezea 4. 2018 kuna mtu no. Kuna mtu pale alichezea nini? Alichezea 4. Kwa hiyo kama leo unaamini na unasema kwamba Zingizini dhaifu, nenda kaambie kafu kwenye mashindano yao wameleta watu dhaifu. Na ukizungumzia Zingizini dhaifu, pia iko timu imetoka Tanzania dhaifu imefungwa nje ya nchi. Sema nayo dhaifu. Kwa maana Yanga ni dhaifu. Unasema wewe? Mechi ya Yanga tuliangalia na Silva. Performance ile ya Silva na Simba. Twende sasa kwenye historia ya Silva. Tuachana historia. No. Nasema hivi, twende historia ya Silva, twende tukaangalie historia ya soka la Malawi. Tunakubaliana kwamba Silva wamecheza na timu dhaifu? Mavara, hatuwezi kusema Yanga ni dhaifu. No, Mavara, anasema hivi, anayefungwa na anayeshinda. Mavara, nani dhaifu? Anayefungwa. Kwa hiyo tunakubaliana Yanga dhaifu kafungwa? Hatuwezi kubaliana. No, Mavara, ngoja. Mavara, tunafanya interview. Watu waende wakaenjoy wakasikilize tunachozungumza. Twende step by step. Mimi nakubaliana na wewe. Wako wawili wanashindana. Kati ya wawili wanaoshindana, atakayeshinda na atakayeshindwa. Nani dhaifu? Atakayefungwa. Kwa hiyo tunakubaliana Silva na Yanga nani dhaifu? Mavara, taja uchukue hela saizi nikugonge mayai mimi. Hatuwezi. Kisugu ni interview yangu lakini usikilize mimi. Ndio si mnakuhoji mimi. Kwani wewe unakuja kunioji mimi hapa kama msikitini mimi na wewe nani imam? Kama kanisani mimi na wewe hapa nani mchungaji? Mimi ndo naye kwa hiyo nabii unisikilize ujibu maswali. Mimi nakujibu wewe, nakubaliana na wewe. Kama tuna imani kwamba Simba amecheza na timu dhaifu, ili twende sawa, tukubaliane Silva ya Malawi naye kacheza na timu dhaifu. Watajibu wenyewe hilo. Kwani aliuliza nani? Sijajua. Mavara, kuna muda mwingine nilimwambia mdogo wangu Singano hapa. Nampenda sana. The way kashika maiki sura yake unaiona kabisa. Usisubiri kusurutishwa Mavara. Kuna muda Mavara kubali. Moja kukubali ni kukubali Simba ubora na uwezo wake. Mavara. Utofauti Kisugu. Mmekuwa na makocha miaka yote, sasa hizi amekuja meneja. Kwa namna ambavyo unatazama, unaona utofauti ni upi? Utofauti mkubwa. Wa kwanza, one touch one pass. Kwa meneja. Yes. Chukua pasi ya kwanza weka kwa mtu kimbia. Football ya kisasa ndio inachezwa hivyo. Kwa hiyo unataka kuniambia ule uteja na Yanga utaisha sasa?
Tunazungumza wakati ukifika sasa hivi nazungumzia klabu bingwa bana inafika Mavara. Kwa sababu ya mechi moja. Nasema tunazungumzia klabu bingwa bana inafika, tunazungumzia Simba kashinda 3, tunazungumzia Dar es Salaam Africans kafungwa. Hata Azam pia alishinda. Yes, nimewapongeza Azam. Wamekwenda kuonyesha ubora, wamekwenda kuonyesha ukubwa wao. Kwa maana hiyo tunakubaliana Mavara hapa tuwaseme waliofungwa. Unasemaje? Kwa maana tumpongeze Azam kashinda. Tumpongeze Singida Black Star kashinda. Katoa sare. Tumpongeze Simba Sports kafanyaje? Kashinda. Tuwaseme Yanga wamefungwa. Unasemaje uko tayari? Kwa maana wasimange. Kwa hiyo Mavara mimi naye tuwasimange leo. Usende kuokota kwa hali. Mimi sipo. Jana mdogo wangu mpaka namuonea huruma anaongea ameshipa shingo inamtoka. Nikamtumia message nikamwambia hali Yanga itakuwa. Umri wako bado mdogo. Tafuta sehemu kafanye kazi, hiyo sio timu. Itakupa maumivu ya roho tu. Haujaongea na engineer? Engineer Harris, wewe zile hasira za juzi unaweza kumpigia simu? Kumbe alikuwa na hasira. Juzi ukimwangalia engineer na Fozu mjui nani mwenye style ya kukasirika. Fozu kaka. Engineer kaka. Fozu kaje? Fozu kaje? Mwamba kaandika mkataba kwenye gari. Nani? Engineer Harris. Wakati anamfukuza. Pale kaandika kwenye message kuanzia leo. Kwanza kamuuliza, message mimi ninayo. Umebeba mabegi yako? Fozi akasema bosi hapana. Fozi amefukuziwa kwenye gari. Kauliza umebeba mabegi yako? Akamwambia no boss. Sema mabegi. Akaambia utakiwi kurudi. Akaambia mabegi yangu akasema tutakuletea. Mavara lazima seme. Hata kwenye familia yako lazima atokee mtoto mmoja kwenye familia ambaye unaamini kwamba huyu ndio atakayebeba familia. Ukiwa na maana gani? Leo hii lazima tuzungumze ukweli. Timu Tanzania ziko nyingi. Zinazoshiriki kwenye mashindano ya CAF mwaka huu ziko 4. Lakini ndio timu moja wataibeba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana na tofauti yake mmeiona. Mechi yake kashinda goli ngapi? Kashinda goli 3. Away. Sasa nikupeni siri kwenye kikao cha jana kimekaliwa maeneo. Kikao gani? Mekati mgani? Wao si wamesema wanajasusi? Nasi tunajasusi ameshaleta taarifa. Waandishi wa habari kesho mtaitwa. Yawezekana Jumamosi viingilio vikawa bure. Kwenye mechi ya Yanga na nani? Na Silva? Yes. Jasusi lako limekupenyezea mambo. Kikao kimekaliwa na watu 6. Watu 2 wakiwa pamoja, watu 4 wakiwa wanaungana kwenye kikao kwa online. Mechi bure. Mtaitwa. Labda kwa sababu tumeanza mimi kutangaza wataona aibu lakini wataitwa. Wewe mimi jaribu kufikiria leo Mavara. Yanga ile, performance ile, wamefungwa. Uweke shilingi 2,500 3,000. Nani anaenda Taifa? Na hawa hawana kalba ya kwenda mpilani, hawana. Kali ya kwenda mpilani kwenda kushabikia timu yao Yanga hawana. Mimi ni washauri. Na ni mshauri rafiki yangu Engineer Harris. Waingize watu bure. Ngoja Salome na maneno ndio kusema hapa mbona kimbia au ndo wale afutika futi. Muda chai pia lakini tunaenda kunywa na chai pia. Mngejua mngekuja kuniletea mic leo. Sasa tumeshazungumza Kisugu lakini kwanza mbona hujanizivia nimependeza? Umependeza na ni wapi? Shingapi? Mikoi. Yaani sasa hivi kupitia msemaji wetu. Jezi nyekundu tutavaa tukiwa nyumbani. Jezi nyeupe tutavaa tukiwa ugenini. Siku tukishinda asubuhi tunamka na jezi za blue. Ndio za Malbaza. Mikoi, inaonekana kama amewatoa Young Africans kwenye hizi mbio za kwenda hatua ya makundi, lakini ukitazama ni goli moja tu ambalo wameruhusu. Na inawezekana kwa Mkapa kuja kufanya zaidi na kwenda hatua inayofuata. Nini hasa kinakuaminisha kwamba Young Africans hawana nguvu ya kufunga magoli 2 na kuendelea katika ardhi ya nyumbani? Moja, performance yao imeshuka. Ya kwa maana timu nzima. Yes. Pili, nendeni mkaangalia registration ya Dar es Salaam Africans mwaka huu. Lakini 3, unakwenda kumfunga Salva, mwalimu nani? Mwalimu si yuko pale Mabedi. Yupo pale. Niwape siri leo, niwape siri. Niwape siri. Moja ya sababu ya Yanga kupoteza Malawi ni kocha msaidizi wa Yanga. Kwa kachomesha. Kisugu kachomesha. Na wekeni. Hiki nitakachokisema kiwe shahidi. Na hapa taarifa nilizokuwa nazo na kuja kuwachomesha goli 2 nyingine. Huyu Patrick Mabedi. Yes. Sababu hasa ni nini? Moja wa Malawi wanapenda nchi yao,
wanapenda timu zao zifanye vizuri. Kumbe ni Malawi huyu. Kwa sababu ni Malawi kwa wamekuja. Kwa solution ni nini Kisugu? Wamtimu. Yule goalkeeper wa timu wa Silver ya Malawi na yule kocha msaidizi wa Yanga, mtoto wa mkubwa na mdogo kwenye tumbo kuzaliwa. Kisugu. Kwa hiyo Kisugu. Kwa hiyo yeye anachoamini Silver ikishinda Malawi imeshinda. Na yeye ameshinda. Kwa hiyo wafanyaje kwanza? Kwanza wafanyaje? Wamtimue na yeye. Ikiwezekana wafanye hivyo. Wamtimue. Wanakuja kuchukua meneja wenu, Pantev. Pesa si ipo ndugu yangu. Na huyo kocha mkuu anayeongea naye waangalie. Hajawahi kufundisha timu kubwa, na asili sana kunyanyua vipaji, sio kufundisha timu kubwa. Umebugi nako. Nawaambia waachane naye. Huyo kocha anakuja Yanga? Yes, yuko kocha amezungumza naye. Ushamjua? Yes. Nani? Watakutajia shehe. Ana asili ya Kiarabu. Anatoka katika nchi ambayo haina sifa sana kisoka, wamekuwa miaka miwili mitatu. Kwa unavyoona pale Yanga shida ni kocha, wachezaji au ni nini? Alalayo usimwamshe, ukimwamsha utalala wewe. Lakini niwaambie tu mashabiki wa Simba. Niwaombe sana mashabiki wa Simba. Tunapokwenda taifa siku ya Jumapili, huu ujumbe kwa Simba nzima, tuende na confidence, tusiende na overconfidence. This is football. Mufulira Wanderers walitufunga goli 4 katika uwanja Benjamin Mkapa, katika uwanja wa Uhuru, lakini tumekwenda kwao tukawafunga goli 5. This is football. Na niwahusie wana Simba, kazi hatujamaliza. Tumecheza dakika 90 tu ambazo tumecheza Uswatini. Kwenye football chochote kinaweza kutokea. Lakini moja, kuhakikisha timu inakwenda kufanya vizuri zaidi, kuona mashabiki wa Simba tunakwenda kujaza uwanja Benjamin William Mkapa. Niwaombe sana viongozi wa Simba, uhalisia wa mambo wanayojua, waende wakaeke kiingilio reasonable ambayo kila mwana Simba atatakuwa nafasi kwenda kushangilia Simba yake. Twendeni tukajaa katika uwanja Benjamin Mkapa kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, kwenda kuanikiza kwa wachezaji wetu, kuhakikisha wanakwenda kupambana jasho na damu, timu iweze kufanyaje? Kuqualify. Lakini sababu ya pili, mashabiki wa Simba tuna deni. Kama mtakumbuka mechi ya kwanza Champions League, Simba anacheza uwanja Benjamin Mkapa, wachezaji wa Simba walicheza kama mayatima bila kuwa na mashabiki wao. Twendeni tukawalipe ile deni. Mavara upo? Bwana, cha njema ndugu yangu. Kabla cha njema waambie, la mwisho waambie. Wasipate tabu, yuko kocha pale Yanga anaweza akawasaidia. Nani? Kuna mtu mmoja anaitwa Dina Lema. Kwa Dina Lema awe kocha wa senior team? Yes. Amefundisha biashara yule. Kiwango chake kilikuwa kizuri. Hivi wewe unaamini yule Fozi alivyoondoka na Dina Lema, nani ana vyeti? Fozi alikuwa na vyeti vingi? No. Dina ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo amchukue Dina? Yes. Mimi nafikiri moja katika wanadamu ambao wanapenda sana kushauriwa na kuchukua ushauri, Engineer Hersi Said. Kwa hiyo amchukue Dina Lema. Namshauri sana amchukue Dina Lema kuliko hao makocha wengine. Kutiangati anga mpongote we. Kuibalange mikongo we, kuibalange mikongo, kutiangati anga mpongote we. Kuibalange mikongo. Sema unamudi sana Kisugu leo. Kisugu. Bwana niwashukuru sana. Kapumzike sasa. Asante. Wewe jezi na mpalo ule wewe. Na nayo unamka nayo. Si ya kwangu. Jezi ya kuskani.